Sasa hili la kwamba tumo ndani ya serikali wala si hoja tena, kwa sababu tumekuwa tukisema mara nyingi tumo ndani ya serikali, lakini bahati mbaya wanaoongoza serikali hii hawaheshimu kwamba hii ni serikali ya umoja wa kitaifa, na wakatoa nafasi sawa kwa vyama vyetu kutoa maoni. Kama mlifuatilia jana katika mkutano wangu, niliulizwa swali moja kwamba je, mmefanya nini? Nikasema kwamba sisi mapema kabisa tulimkabili Rais Hussein Mwinyi na tukampa mawazo yetu kwamba haya mambo ya kuibuka tu, leo kaja mwekezaji huyu katoa pendekezo hili ukavamia, kesho kaja mtu huyu anakuambia nataka kuwekeza hili ukavamia, kwa sababu hao wanaoitwa wawekezaji ni watu ambao wanatafuta fursa. Nchi haiendeshwi hivyo, lazima muwe mna dira kwanza, nyewe wenyewe mjue mnataka kujenga nchi namna gani, halafu ama wawekezaji mnawatafuta au hawanakuja mtazama kiasi gani wanakwenda sambamba na malengo ile dira ambayo mmekuwa nayo. Sasa bahati mbaya kwa Zanzibar hilo limekosekana. Tulitoa rai hiyo kwamba kwanza tutengeneze dira ya Zanzibar tunataka kuijenga kwa pamoja, baada ya hapo tutengeneze sera kwa kila sekta ambazo zitakuwa katika dira hiyo, na kisha tutunge sheria ambayo itakuwa ndio mwongozo wa utekelezaji. Hayo hayakufanyika na matokeo yake ndio haya ambayo nimeyazungumza jana kuhusu bandari ya Zanzibar, lakini ukweli yanaonekana kila pale, hata hapa Pemba, katika kila aspect ya maisha. Ukija Pemba leo, moja katika malalamiko makubwa sana hicho kinachoitwa maendeleo, yani masoko ambayo yamejengwa kisiwani Pemba. Wananchi mpaka hapa Konde kuna malalamiko kwamba masoko yamejengwa mbali na maeneo ya watu, hayakuzingatia mambo ya msingi ya huduma za watu katika maeneo hayo, mahitaji ya watu, maoni ya watu, ukaishia kuripua tu mambo, ndio hali inapokuwa. Kwa hivyo bandari kama ilivyo Zanzibar inahusu Pemba vile vile, na moja ambayo jana nimelisema Unguja, nikiwa Unguja, ni kwamba kile kinachoendelea Unguja kinaiathiri zaidi Pemba, kwa sababu bandari inayotegemewa kwa Unguja na Pemba kupokelea mizigo kutoka nje ya nchi ni bandari ya Malindi Unguja. Na sote tunajua katika hali ya kawaida tu wananchi wa Pemba wanalipia ziada ya bei ambayo wenzao wa Unguja wanalipa kwa sababu ya watu kuongeza gharama za kusafirisha mizigo kutoka Unguja kuleta Pemba. Sasa unapokuwa na crisis kama ambayo ipo Unguja, bidhaa zikapanda bei, ujue wa Pemba wanaathirika zaidi, kwa sababu huku sasa gharama za kuleta zinakuwa zinaongezeka wakati tayari Unguja zimeshaongezeka. Kwa hivyo kwa hakika yote haya yanaathiri watu kote, Unguja na Pemba, lakini Pemba zaidi. Tumependekeza kwamba kwanza mkataba wa uwekezaji huu uvunjwe kwa sababu mwekezaji kashindwa kazi. Pili, management irejeshwe katika shirika la bandari wakati anatafutwa mwekezaji ambaye atakuwa na uwezo wa kufanya kazi hii. Na mwisho tumesema serikali ichukue hatua za dharura ili kuhakikisha meli 16 ambazo ziko katika bandari ya Unguja zinazosubiri kupata nafasi ya kupakua mizigo zinapatiwa njia ya dharura kupakua mizigo ili bidhaa ziingie sokoni Unguja na pia zije huku Pemba, wananchi wapate mahitaji yao ya msingi katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani na pia katika siku za kawaida.